Baba, na kushukuru na kutukuza, nasema ni asante Bwana, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe Bwana. Umetulinda, umetuwezesha, umetupa nafasi Bwana ya kuwa na ibada asubuhi ya leo Bwana. Ninaomba Bwana uwepo wako na nguvu zako na ukuu wako Bwana kaweze kudhihirika katika ibada hii. Ninaomba Bwana kwa ajili ya msikilizaji, mtazamaji Bwana asubuhi ya leo Jehova, na napolisikia hii neno Bwana likaweze kuleta uishi, likaweze kuleta matumaini katika maisha ya watu wako Bwana. Kidhihirishe Bwana, kitukuze katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Pastor Baruki Nyongesa, kwa chini ya Reverend Kasungu. Karibu katika ibada yetu ya kwanza. Naamini ya kwamba unaenda kubarikiwa. Na pia leo ujumbe wetu ya kwamba the Lord your God will help you. Bwana Mungu wako atakusaidia. Psalms 118 from verse 1 to verse 17. The Bible says, "Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Let Israel say, his love endures forever. Let the house of Aaron say, his love endures forever. Let those who fear the Lord say, his love endures forever. In my anguish I cried to the Lord, and then he answered by setting me free. The Lord is with me, I will not be afraid. What can man do to me? The Lord is with me, he is my help. I will look in triumph on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I cut them off. They surrounded me on every side, but in the name of the Lord I cut them off. They swarmed around me like bees, but they died out like quickly as burning thorns. In the name of the Lord I cut them off. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my song. The Lord has become my salvation. Shout of joy and victory resounds in the tents of the righteous. The Lord's right hand and has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die, but live and will proclaim what the Lord has done. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana linasema, mtunzi wa Zaburi Daudi anasema ya kwamba mshukuruni Bwana kwa maana yeye ni mwema, fadhili zake ni za milele. Na Israeli waseme, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na nyumba ya Haruni na iseme ya kwamba fadhili zake ni za milele. Na pia wamchao Bwana na waseme fadhili zake ni za milele. Tunaona ya kwamba Daudi anaanza na shukurani na sifa na kumtukuza Bwana. Lakini kule chini anatueleza ni nini kinamsababisha akaweza kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yeye, neno la Bwana nasema ya kwamba yeye ashukuriwe Bwana, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Na Israeli waseme fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na useme fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana, wewe na mimi pia tuseme ya kwamba fadhili zake ni za milele, kwa maana yeye ni mwema. Na pale mstari wa 5 nasema ya kwamba katika uchungu, katika shida zangu nalimlilia Bwana. Nilipomlilia Bwana akanijibu na akaniweka huru. Bwana akaniweka huru. Bwana akaniponya. Bwana akanikomboa. Kwa maana the Lord is with me, I will not fear. Kwa maana Bwana yuko pamoja nami, sitaogopa chochote. Kwa maana amenitetea. Nilimlilia Bwana katika shida, katika taabu zangu, naye Bwana akaniokoa na akaniweka huru, kwa maana yuko pamoja nami. Sasa anasema ni mstari wa 7 inasema, wa 8 inasema ya kwamba it is better to take refuge in the Lord than to trust in men. Kwa maana ni vema kumkimbilia Bwana. Kwa maana yeye ni mwema, ni vema kumtumainia Bwana. Unapomtumainia Bwana, yeye anasema ya kwamba
kwa maana Bwana akaniweka huru, na Bwana ndiye ako pamoja nami, atanisaidia. Na Bwana anapokusaidia, yasema ya kwamba the Lord, he is my help, I will look in triumph on my enemy. Bwana anapokusaidia, utaiona ukiishinda shida yako. Ninasema ya kwamba nitaona kushindwa kwa maadui zangu, kwa maana Bwana yupo pamoja nami. Ukimkimbilia Bwana, ukiyaweka matumaini yako kwa Bwana, ndiposa pale nasema ya kwamba ni vema kumkimbilia Bwana, ni vema kumtumainia Bwana. Na pia ni vema kukimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu, kwa maana wakuu msaada wao una mwisho. Serikali zina msaada zao zinafika mwisho. Mwanadamu msaada wake unafika mwisho. Mchungaji msaada wake unafika mwisho. Lakini tumaini lako usiweke kwa mchungaji wala kwa kanisa fulani wala kwa mtu fulani, weka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yeye ni wa milele. Yeye fadhili zake ni za milele. Na yeye ni Mungu muumbaji wa vyote. Wanadamu wana limit. Matumaini yako usiweke kwa wingi ya rasilimali zenye unaso wala utajiri. Ndiposa Yesu akasema ya kwamba uzima haupo katika wingi wa vitu ambavyo tunamiliki. Uzima uko katika Bwana, na uzima uko katika Bwana, katika Mungu. Sasa anasema ya kwamba ni vema kumkimbilia Bwana, ni vema kumtumainia Bwana kuliko kutumainia wanadamu na kutumainia wakuu. Wakuu hapa inasema prince, tunaweza linganisha viongozi, rais, mawaziri ama wapunge ama watu wenye unaona ya kwamba wana uwezo katika jamii. Maybe umeweka pale matumaini yako ya kwamba nikipata na shida nitasaidia ama nikifanya hii. Sometimes kuna watu wengine huwa wanafanya makosa. Kwa sababu ya nini? Wana watu fulani katika serikali ama katika kitengo cha polisi, anasema tu nitapika simu, nitatifanya nini, nitatoka. Kwa sababu ya nini? Wana connection. Hiyo connection kuna wakati utapika simu kumbe pia ilifutwa. Sasa ni vema kuweka matumaini kwa Bwana. Mahali unaweza weka matumaini unafikiria kwamba utasaidia, kumbe yule mwenye unataka kusaidia pia anataka kusaidiwa. Kwa maana nini? Ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Bwana nasema ya kwamba ni kitu gani kinafanya Daudi aanze na sifa kumtukuza Bwana akisema fadhili zake ni za milele? Kwa maana hizi fadhili zinatulinda, zinatutumisha. Ukisoma Lamentation 3 kuanzia 22 nasema ya kwamba kwa wingi wa fadhili zake atuangamii. Ichapokuwa utasungukwa na majaribu, utasungukwa na moto, upitapo katika moto, lakini because of his mercy, his love endures forever, we are not consumed. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukienda sasa mstari wa 10 inasema ya kwamba all the nations surrounded me, but in the name of the Lord I cut them off. David was a king of Israel. So he's saying all the nations surrounded me. Hawakumsunguka kwa uzuri, walimsunguka ili wamwangamize. Walisunguka ili wanafanya vita na yeye. David akiwa kiongozi, akianzia utoto wake ameishi maisha ya vita. Sasa anasema ya kwamba mataifa yote yalinisunguka, mataifa yote yaliinuka kinyume changu, lakini in the name of the Lord I cut them off. Kwa jina la Bwana niliwashinda, kwa jina la Bwana niliwakatalia mbali, kwa jina la Bwana niliwashinda vita. Na Biblia inasema ya kwamba they surrounded me on every side, but in the name of the Lord I cut them off. Sometimes unaweza kuwa unapitia katika mambo magumu, changamoto ngumu. Ukiangalia left, right, forward, backward, everything it is against you. But we have the name of the Lord to overcome such challenges. Daudi anatuonyesha kwamba licha kwa mfalme anasema they surrounded me on every side, but in the name of the Lord I cut them off. Hallelujah. Amen. Also in the name of the Lord you will overcome. Amen. Hallelujah. Amen.
Because that name is above all other names. That name was exalted above all other names, above heaven, beneath the earth. So anasema ya kwamba, in the name of the Lord, I carried them off. They swarmed around me like bees, but they died out as quickly as thorn bush, has burning thorns. Najua ya kwamba anasema, walinisunguka kama nyuki. Unajua nyuki ina sumu. Nyuki ni nzuri, tunakula asali yake. Lakini nyuki inaweza angamiza kama mifuko wote. Siku moja kwa dakika ng'ombe zikuwa zote zimekufa. Ama jamii yote kawa imeisha. Kwa sababu ya nini? Wana ile sting, ile sumu yake kuingia. Maybe nyuki wakikufahamia, wakiwa wengi tena wanatembea na group, wakiwa wengi, ama ile msinga imeanguka mahali accidentally na nyuki wapo. Ilikuwa kule Ushakozi kianguka, kama umbwa ng'ombe amefungwa afunguliwa ajitetee. Kwa maana hawezi kumsaidia. Kwa maana nyuki ilikuwa na uwa watu, akikupata na ingia kwa mapua, kwa mdomo, kila mahali. Sasa anasema walinisunguka kama nyuki na sumu zao ili waniangamize, lakini wakakufa kwa haraka kama moto wa mipa, vile mipa inapochomeka haraka. Haleluya. Haleluya. Haijalishi ni kitu gani itakuja na mishale gani, anasema ya kwamba waliangamia haraka, wakafa haraka kama moto wa mipa, vile mipa huwa inachomeka haraka. Ndiposa anasema mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na Israeli waseme fadhili zake ni za milele. Mlango wa Rudi na useme fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana wewe na mimi tuseme fadhili zake ni za milele. Haleluya. Inasema ya kwamba walikuja kama nyuki, lakini wakaangamia haraka kama mipa inavyochoma. Haleluya. Na pia anasema ya kwamba neno la Bwana inasema ya kwamba, but they died out as quickly as burning thorns. In the name of the Lord, I cut them off. I was pushed back, about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Sasa ninasema ya kwamba, he was pushed about to fall, but the Lord helped him. That's why this morning I'm speaking to you that the Lord your God will never forsake you or leave you. He will help you. Haijalishi umepelekwa, umefikishwa ukuta gani, umesukumwa kwa mambo yamekufikisha mwisho, hautaanguka. Bwana atakusaidia. Toa matumaini yako to the princess. Toa matumaini yako kwa wanadamu. Mtumainie Bwana. Ni vema kumkimbilia Bwana. Ni vema kumuishia Bwana. Yeye anasema ya kwamba, I was pushed about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and he has become my salvation. Na Mungu amekuwa wokovu wangu. Na Mungu ndiye nguvu yetu. Mungu ndiye Bwana anayetusaidia. Na sasa mstari wa 13 inasema ya kwamba, shout of joy and victory resounds in the tents of the righteous. The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. Sasa nasema ya kwamba jina la Bwana, kelele za shangwe, safra, sisikike katika jamii, katika hema ya wenye haki. Najua natumia the tents because Israel in the Old Testament people are living in the tents. Sasa wewe na mimi, kelele za furaha zitokane katika jamii yako, kwa maana Bwana ameyatenda yaliyo makuu. Ndiyo sababu ya kumwambia Bwana ashukuriwe Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Katika jamii yako una sababu ya kumwambia Bwana, umenilinda, umenitumisha. Nilisukumwa hata nianguke. Biashara zangu zilisukuma zifikishe mwisho sianguke, lakini Bwana umenisaidia. Magonjwa yalikuja yakanisukuma ili nianguke, yakaanza kusambaratisha mipango zangu, lakini Bwana umenisaidia. Mkono wako wa kuume ambao umeinuliwa Bwana, umetusaidia kama kanisa, umetusaidia kama inji, umetusaidia kama mji. Tuna sababu ya kusema ya kwamba Bwana umekuwa wokovu wetu. Haleluya. Haleluya. Tuna sababu ya kumtukuza Bwana. Kwa maana nini? Fadhili zake ni za milele.
Mstari wa 17 inasema ya kwamba I will not die but live and I will proclaim the Lord's and will proclaim what the Lord has done. The Lord what has done. Sasa mwisho anasema ya kwamba licha ya kusukumwa hati aanguke, lakini hakuanguka. Licha ya kusungukwa kama akasungukwa na nyuki, kuangamizwa, maadui kila sehemu zote, na lengo moja walikuwa ya kwamba afe. Bwana Yesu asifiwe. So verse 17 anadeclare, anasema I will not die but live and proclaim what the Lord has done. Hallelujah. Amen. So tunaona ya kwamba Daudi anapoyaweka matumaini yake kwa Bwana, Bwana anamsaidia, anaishi kutimiza makusudi yake. Tuende katika 1 Chronicles 29 26 to 27. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 26 hadi 27. Mambo ya Nyakati wa kwanza 1 Chronicles chapter 29 verse 26 to 27. The Bible says David, son of Jesse, was king over Israel. He ruled over Israel for 40 years, 7 in Hebron and 33 in Jerusalem. He died at a good old age, having enjoyed long life, wealth, and honor. His son Solomon succeeded him as a king. So in Psalms 118 verse 17 anasema, I will not die, I will live to declare what the Lord has done. So here in 1 Chronicles, the Bible says David was a king over Israel. David ruled for 40 years. The enemy walimsunguka, vita vilikuwa ili asiweze kuishi kutimiza mambo ya uongozi, kile ambacho Mungu alikuwa amenena kwa ajili ya Israeli. Lakini hapa neno nasema ya kwamba licha ya kusukumwa, licha ya changamoto zote, licha ya vita vyote, neno nasema ya kwamba Daudi akaishi, akatawala Israeli kwa miaka 40 na kafa kwa wakati wake mzuri. He died at good age. Hallelujah. Amen. At good age, and then having enjoyed long life. You can live long life but enduring, not enjoying. But David said he enjoyed long life. He had wealth, na alikuwa na utajiri na pia heshima. Bwana Yesu asifiwe. Ni vema kumtumainia Bwana. Licha mambo yatakuja ya kusukuma ya kufikisha mwisho, lakini anasema ya kwamba Daudi anatangaza Zaburi, anasema ya kwamba sitakufa, nitaishi kuyatangaza mapenzi makusudi ya Bwana, yale ambayo Bwana ametenda. Tunaona ya kwamba ametawala Israeli kwa miaka 40 na akaishi katika uzee wake na akaufurahikia na akawa na utajiri na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi, wewe na mimi, kwa maana the Lord is good. Let Israel says, Bwana ni mwema, fadhili zake ni za milele. Ni vema kumtumainia Bwana. Bwana atakusaidia. Haijalishi ni mambo gani yamekuja kufikisha mwisho. Changamoto zitakuwa. Tangia Daudi alipotiwa mafuta kusema ya kwamba yeye atatawala Israeli, kutawala kwa kitamba aikaje hakikuwa rahisi. Lakini kuna neno la Bwana ambalo limesema ya kwamba atakuwa mfalme, atatawala. Nimempata mtu after my own heart. Naona ya kwamba Daudi ameishi kukimbia vita kila mahali. Siku moja akafukuzwa na kijana yake, akaiwacha utawala. Lakini mwishoe anasema sitakufa. I was pushed about to die. I was pushed about to fall. They surrounded me, they swarmed around me like bees. But in the name of the Lord, I cut them off.
Also in the name of the Lord, you will penetrate, you will overcome. It will not finish you. It will not kill you. You must live what God has called to you. You must fulfill the purpose as King David fulfilled his purpose. Hallelujah. Amen. Tunaona ya kwamba akafukuzwa na kijana, akakimbia, mambo yakaribika, lakini the word was that your son, your kingdom, your son must inherit. Hakuna yote atakayekosekana katika ufalme wako. Asubuhi ya leo, the Lord your God will help you to live, to enjoy good life, good health and honor, to fulfill the purpose of God in this earth. Hallelujah. Bwana Yesu asiwe. It is better to take refuge in the name of the Lord. It doesn't matter those who come around you. Haijalishi maadui ni kiwango gani, haijalishi wana mishale gani, haijalishi kama ni uchawi ama majini gani wameyaleta, lakini in the name of the Lord you will cut them off. They will die as thorn bush, as the thorns is pants. Hallelujah. Bwana Yesu asiwe. Haijalishi magonjwa gani yatakuja, lakini in the name of the Lord we will overcome. We will cut it off. We will walk victoriously. Na ndipo yeye anasema, wacha katika kelele za furaha nyimbo sisikike katika jamii za wenye haki. Ni wakati wa kumwambia Bwana, umenipigania, umenilinda. Nyimbo za sifa na shukrani sisikike katika jamii zetu. Biblia inasema, wamchao Bwana na waseme fadhili zake ni za milele. Na Kenya iseme fadhili zake ni za milele. Makabila yote yaseme fadhili zake ni za milele. Haleluya. Ni wakati wa kuinuka na kutangaza fadhili za Bwana. Na huyo Bwana atatusaidia. Bwana atakusaidia. Atasaidia jamii yako. Atasaidia biashara. Asitaanguka, atakushikilia. Itashikilia ndoa yako, haitaanguka. Changamoto haitafika mwisho, kwa maana Bwana atakuwa wimbo wako na nguvu yako, atakusaidia. Haleluya. Mungu aliyemsaidia Daudi licha ya kukimbia na route, sometimes ameenda maficho, anapelekwa mahali kwingine, anaenda usalazimisha. Wanasema huyu Daudi ndiye ametangaza ameua, amekuja, wanasema tumuue, akapelekwa kwa mfalme. Mwishowe na akajifanya kama mwenda wazimu, akaanza kumwakamate ili aachiliwe, lakini mwisho haikusuia kujifanya mwenda wazimu, haikumsuia kuwa mfalme wa Israeli, because the word of God is supreme, the word of God is mighty, the word of God must be fulfilled. Hallelujah. Bwana Yesu asiwe. Licha ya changamoto zote, anasema Bwana amenisaidia. Bwana atakusaidia. Hallelujah. Hata kuacha katika changamoto zote. Ningependa nikaweza kuomba na wewe, ila mtazamaji na msikilizaji mahali ulipo, maybe kuna mambo umefika mwisho, lakini Bwana atakusaidia. Toa matumaini yako kwa vitu. Toa matumaini kwa zile pesa zako, wala hospitali nzuri ama daktari wako. Weka matumaini kwa Bwana, naye Bwana atakusaidia. Uko pale wewe ni mgonjwa, una hoja, una mahitaji mbalimbali, mtumainie Bwana. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunasema ni asante. Umetuwezesha, umetupikania Bwana. Wewe ndio kimbilio na msaada wetu Bwana. Bwana, matumaini yetu tumeiweka kwako. Mataifa wanakimbilia Bwana. Wao wanakimbilia, wanatazamia milimani, nasi Bwana tunakutazamia wewe Bwana, muumba mbingu na nchi, msaada wetu Bwana. Mwangalizi wa Israeli usiolala usiosinzia Bwana. Asubuhi ya leo Jehova, ninaomba Bwana ukainuke, ukaingilie kati, ukasaidie watu wako waliofikwa mwisho, wamesukumwa na mambo, wamesukumwa wasianguke. Shikilia ndoa zao, shikilia kazi ya mikono yao, shikilia uchumi wao Bwana, shikilia imani yao Bwana, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kiliotumwa kuangamiza Bwana, tunatangaza Bwana ya kwamba Bwana wataishi kuyasimulia matendo yako makuu Bwana. Jehova, ingilia kati, saidia watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Amen. Bwana aweze kuwabariki. Tena Jumapili tunapatikana kwa hii, kabla serikali haijasema, bado pia kwa mtandao, kuanzia ibada yetu saa 3 hadi saa 4, ile ya pili saa 4 hadi saa 5. Naamini ya kwamba Bwana ataweza kubariki. Na pia ibada zetu saa spisi zinaendelea Facebook, YouTube, Twitter. Facebook Redeemed Gospel Church Miritini, YouTube RGC Miritini, Twitter RGC Miritini, kila siku saa 12 asubuhi. Pia unaweza tune on ukasikia neno kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa.
Maybe ukitaka maombi na ushauri, pika hiyo namba 07 22 255 754. Shalom, Bwana wabariki. Tukutane Jumapili ijayo. Pia ibada ya Jumatano kuanzia saa 11 jioni live. Bwana awabariki. Shalom.